nipo chini ya miguu yako. Usije ukatuma sehemu yote hizo picha na usimuonyeshe mtu yote. Uko tayari kufanya yani ambacho mimi nataka? Ya, nipo tayari. Unataka nifanye kazi gani? Kwa hivyo ujui mimi mtoto wa kike nikiingia ndani kwa mwanaume natafuta nini? Au nataka nini? Nieleze. Kama ulivyokuwa unafanya na mwanamke wa shemeji mwenye ndani. Tena sasa hivi. Hicho tu? Yaani hapo ukikata hizi picha kirudi. Nitafuta. Tukishamaliza nafuta mbele hapo. Kataa uone hizi picha nenda kumuonyesha. Sawa. Hey, usilo lilo. Ndio mwenyewe. Ndio mwenyewe lilo. Lilo. Ni mwenyewe kabisa na macho yake vile vile. Mpaka na mkia. Shemeji. Matembele. Sikizi unauza mkaa? Kasha kwa chini. Eh? Unataka hii? Unataka hii? Au hii? Sasa unataka nini? Wala hii. Hii. Bye. Na. Umefanya nini? Nilikuwa nafanya usafi hapa na pakula vitu. Hamna hivi, usihangaike na vitu, ni kazi zangu, weka utulie, tujisikie kama upo nyumbani. Mjini hapa ni vipi inakuwa kazi kubwa. Kuna kazi hivi. Sasa. Acha na tunaanza kama haya. Bwana huyu hapa ndio nimempenda mjana. Bure. Sasa, shemeji. Huyu leo mwashi ngapi? 15,000 tu. Bei ya mkaa. Shemeji na wewe. Sasa. Ongea na mmeo kuhusu swala. Swala gani tena? Aha. Sasa siku ile tuliongea naye, sema baadaye nitamkumbusha. Alisema haina shida, mbona afu utapata kisijali. Peace. Peace. Yaani mwenye sifa zile? Ile ulosema. Ah. Wapo mjini hivi. Hapo wengi. Kibao. Usiondoke. Mwenye utafurahi, maana nilishamwambia.
Tena nahisi haina muda mrefu. Inaweza ikawa leo jioni au kesho. Wewe, ndio hivyo? Mzibe kidogo. Basi huyo hapa bwana nimempenda, ngoja wasikilize kwa chumbani. Haina shida wewe naye. Mimi nipo. Mtoto toka wapi siku hizi? Subiri kidogo nakuja sasa. Nitakupigia subiri. Bwana Ikomi A1. Naam. Na bila ndugu yangu siku mambo mengi. Bako naleta tu ndio atakuja salamu. Unajua nini? Hapa nilikuwa na wahi kazini hivi sasa kuna watu wamenisubiri hapo ofisini. Kwa hiyo nisamehe sana kwanza kwa hilo. Pia bila kusahau nashukuru kwa kunistua hivi. Hili jambo lako lile lishatimia. Wewe, fanya kwa jambo. Sio jambo la kuuliza. Ni China bwana. Jambo la Kichina Kiarabu. Mchina mimi nimtoe wapi? Mzee kidogo. Sawa. Vicky. Be. Nakuomba mara moja. Vicky, samani. Nilikuwa natoka hapa kwenda kazini. Ila ndugu yangu nashukuru kidogo amekumbusha hapa jambo fulani. Samani kutoka kwenye chai kuja hapa ila sababu nilifanya hivyo kwa sababu na wahi. Kuna watu wanasubiri kwa kazini. Hivyo nimekuita hapa ili nikutambulishe kwa rafiki yangu hapa. Huyo mimi ni rafiki ambaye tumeanza maisha toka muda sana. Na yeye ndio chachu ya hizi mali zote unazoziona hata ile ofisi. Yeye ndio chanzo. Anaitwa A1. Ila jina lake la swaga anapenda kujiita Ikomi A1. Namkubali sana. Na pia nakumbuka nilikuelekeza jambo jana kipindi nakuja hapa. Mhusika mwenyewe ni huyo. Yaani bro, usitaki kuniambia kama umenitoa kule kote mpaka unanileta hapa. Yaani kwamba tu nije nilele na huyu mtu huko. Yaani toka juzi, jana, leo
Unakaa tu unaniambia kwamba kuna mtu anataka unene naye, kuna mtu anataka uongee naye. Kwa mtu mwenyewe ni huyu. Hivi kweli jamani? Kwani mimi nani? Hivi kweli bro, hivi unanichukuliaje? Vicky, naomba ukae chini. Sawa. Nimekuelewa, nitaongea naye. Haya, okay. Iko. Acha niwaache kidogo hapa. Mimi niwahi kazini, hapo kuna watu wanasubiri pale. Ah, usijali, usijali. Au? Haya bwana. Ndio. Kwanza kwetu kule kuna ng'ombe. Ndama. Alafu pia mimi nafanya kazi ya kuuza mkaa. Mkaa una bei. Alafu pia kuna hai. Ukimwona tu. Hai, mkaa na ng'ombe. Wasemaje mbele? Sawa, nimekuelewa. Mimi naitwa Vicky. Nani? Naitwa Vicky. 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 Vicky, Vicky. Naitwa Vicky. Vicky. Wewe ni Mchina au mwana? Hapana. Ni Mtanzania tu. Tanzania. Hizi hizi ni nywele. Ina maana hata nywele usijue wewe. Nywele za Wahindi. Oh, siza bei. Haya yanakusikiliza unanitia nini? Au uko una shida gani? Kwanza unaniwaje? Samboi kwa nini? Pia nasema. Wewe ni handsome. Wewe unaniwaje? Ndio, wewe ni handsome. Nzuri kama wewe. Kwa tunaendana. Tunaendana. Basi kwa mfano. Sisi. Mbona? Zile kidogo. Basi sawa. Mimi ndani kule. Haya. Hivi bro na kikweli huko. Yaani kanitoa mimi safari zangu huko nafika mpaka hapa, mtu mwenye kuongea nani huyu? Hivi kama tele hata sijamuelewa jamani, Mungu mniepushie na mbara mimi. Sijui yani. Shemeji yangu umemwona? Ni shoga yangu. Nimemwona. Lakini kwa kweli pia nilikuwa najikaza hata kuongea. Kwa nini? Hapana jamani, mimi na yule mwanaume. Hapana. Sema tu ndio hivyo kwa sababu tu bro ndio hivyo amesema. Lakini mimi jamani hapana, ninaongea. Najikaza mpaka kuongea naye. Yaani kama taila hivi. Ndio shemeji yangu wewe mzoefu. Mimi mwenyewe nishazoea. Kwa sababu tu ya bro. Ndio maana nimekubali, lakini mimi na yule jamani hapa. Hivi jana safari yako ilikuwa imeenda vizuri? Mimi nashukuru Mungu nimefika salama.
Ninachokiona ni sahihi. Huyu si binamu yangu Matembele. Nini kimemkuta? Kwa Juma hapa. Wai bwana. Wewe twende na kupiga mikofi. Vipi? Ni shida? Amna nipaswa kufanyia. Sasa bali gani Dodo tunavyoleteana sana? Karibu sana mchungaji. Asante. Kama nilivyokuambia kwenye simu, hii taarifa ilikuwa ni ghafla sana. Huyu mimi ni ndugu yangu, binamu yangu. Ila mazingira niliyomkuta si rafiki sana. Nikaona ni heri nimchukue nimlete nyumbani. Na kwa ufahamu wa haraka tu nikaona nisikimbilie sana hospitali kabla ya kuita wewe mtumishi wa Mungu ufanye maombi yako, ikiwezekana awe sawa ndugu yangu. Wokovu umefika nyumbani kwako. Amina. Aliyekwambia unipigie simu mchungaji Kapochi ni Mungu. Sauti ya Mungu imekwambia unipigie simu mchungaji Kapochi aje maombi. Kwa sababu huyu anahitaji kukombolewa. Anahitaji kukombolewa na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa leo nataka nimkaribishe aje kwenye nyumba hii, aweke makazi na atoe mizigo ya shetani aliyoweka kwa huyu mtu. Bila shaka leo tutaitoa mizigo kwa huyu mtu. Amina. Kupitia kitabu hiki na imani atapona. Moyo au roho ya kumpigia simu mchungaji Kapochi, hiyo ni sauti ya Mungu imekwambia. Kwa sababu sisi manabii tunapokuwa tunazunguka sehemu mbalimbali kutoa ibada na kuwatoa mizigo watu kama hao. Kwa sababu huyu shetani ameweka mizigo kwake. Sasa amesumbuka na mizigo imefikia mahali sasa analemewa. Hatujui, huenda huyu ana matatizo yanatoka kwa wazazi wao, kwa sababu kitabu cha Mungu tukisoma inasema na wapatiliza wana maovu ya baba zao. Hata kitabu cha 3 na cha 4 cha wanichukiao nami na warehemu watu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Mimi nimezishika. Yapasa familia yote. Sasa kuna utani gani kwenye mambo ya serious? Mtu unapiga kelele afu unaniambia utani? Ila hata hivyo mimi nimechoka, mimi nataka nibebe. Kwa hiyo kuna kelele zote hizo kisha kukubeba tu, si ndio? Kama mzilo nakutupa. Kuna kilo? Ana hizo natoka. Mzishike amri hizi. Sasa nitafanya maombi. Maombi nitakayoyafanya nitafanya kwa ajili ya familia nzima. Lakini kabla ya kufanya maombi, nataka niwakaribishe malaika mazingira haya. Tufumbe macho tuombe. Baba mtakatifu naishi mahali pa juu mbinguni. Tazama wana na binti zako tumeinamisha vichwa vyetu hapa, tunataka utukufu wako. Baba leta malaika wako, lete mafanikio Bwana. Umenituma niongee kutoka kwa kinywa changu ili kuwaokoa watu wako. Baba tunaomba na kushukuru katika jina lako. Amina. Amina. Ndugu yangu, familia yako kwanza iamini kwamba Yesu ni Bwana. Amina. Familia yako kwanza iamini kwamba mtu wao anaweza akapona. Kwa sababu huyu hatuwezi leo tukazungumza kwamba tumuulize yeye, hapana. Wewe Mungu alikutuma uende ukamwone aliko.
Mungu alipokuambia uende ukamwone uliko, umenipigia simu mimi. Aliyekutuma kwangu mimi ni mchungaji. Aliyekutuma kwangu mimi ni Mungu. Mungu kakutuma mfuate mchungaji Kapochi ili aje amwombee kijana wangu, matatizo yamtoke. Wokovu umefika nyumbani kwako. Hata Zakayo alikimbilia Yesu, akapanda juu ya mti ili amuone Yesu. Yesu akamwambia Zakayo, wokovu umefika nyumbani kwako. Wewe leo umetoa miguu yako, umemkimbilia mchungaji Kapochi, manake wokovu umefika nyumbani kwako. Amen. Jamani, wote tupo tayari kuomba? Tumwombe Mungu alete malaika atoe mizizi yote ya fitina iliyojaa kwenye kichwa cha ndugu yenu. Amina. Kabla hajaomba, mimi na ng'ombe wangu umkumbuke ni maombi ili kitendo hiki nikutane zote. Sasa wangu anasai. Shetani anaingia kwa njia yoyote. Sio lazima ingie yeye kama yeye. Hata kwa huyu anaweza kaingia. Hata kwako endapo shetani anaamua kuweka makazi, anaweza kaingia na kaweka makazi yake, ukaja ukaharibu neema ya Mungu ilipo kuisambaratisha ili watu wote waamini yeye. Kwa sababu sasa kuna manabii wa uongo. Kuna mashetani wa live na wanaonekana. Sasa tunaenda moja kwa moja kumkaribisha Mungu atoe mashetani kwa huyu mtu. Kijana, Mungu yupo pamoja na wewe. Anataka wewe upone, kwa sababu wewe inaonekana ni nguvu kazi kubwa sana kwa Mungu. Sasa Mungu anataka leo urudi katika imani yako. Wakati kabla ya kupata matatizo yako alikuwa na saa dini gani? Huyu ni Roman. Ni Roman Catholic. Sasa wewe kwa Mungu ndio kimbilio lako. Sema amen. Kwa Mungu ndio kimbilio lako. Naenda kuomba. Baba mtakatifu, ushie mahali pa juu mbinguni. Tazama huyu kijana wako leo anapata shida. Huyu kijana wako shetani ameweka makazi. Huyu kijana wako na mkabidhi kwako, ili siku moja tukaja tukafurahia pamoja upendo wako. Tazama hali alionao ni mbaya. Ubaya wa hali hii umesababishwa na watu. Sasa ninamtoa shetani huyu katika jina lako. Baba, nasema toka. Nasema kwa jina la Yesu toka. Kwa jina la Yesu toka. Toka shetani kwa jina la Yesu. Pepo toka. Huyu pepo aliyomwingia huyu Bwana anasema nyosha mkono wako atoke. Baba mtakatifu, tunakutegemea wewe. Katika nyumba hii tunakutegemea wewe. Familia nzima tunakutegemea wewe. Umtoe shetani katika huyu mtu. Kwa jina la Yesu toka. Toka kwa jina la Yesu. Toka katika jina la Yesu. Shike mkono. Kafa. Shike mkono. Kafa. Hajafa bado. Unajua baby? Wewe ni mwanamke mzuri sana. Alafu hii siku nilikuwa naisubiria sana. Nilikuwa kila siku namuomba Mwenyezi Mungu aweze kunifanikisha mimi na mwanamke mzuri kama. Unajua hata siku ile nilipokuwa nakwambia wakanikatalia, nilijisikia vibaya sana ndani ya nafsi yangu. Lakini nikasema ngoja nimwombe Mwenyezi Mungu. Kusema kweli mimi nakupenda sana. Naombea tena usije kaniacha mpenzi. Sitokuacha. Atainuka baada ya kukaribisha malaika wa Mungu, atainuka na atasema ni nini alichokuwa nakiona, kwa sababu mimi wakati nipo nyumbani nilioteshwa jambo hili. Sisi ni manabii. Ukisikia nabii Kapochi, manake nimetumwa na Mungu kuleta wokovu ndani ya nyumba kama hizi. Na ng'ombe mkumbuke. Sasa kama ninatumwa na Mungu kuja kuleta wokovu katika nyumba kama hizi, ni lazima huyu nimsaidie na apone. Sisi tunaelewana? Anatenda maajabu katika nyumba hii. Tunaweza tukaimba pambio kidogo wakati yeye anapata nguvu ya kuinuka, kwa sababu shetani tayari alishamkamata na akamminyaminya, akamzuia hata kula. Ona alipodhoofika. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Basi wote tuimbe pambio. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu na kwa familia. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Jamani, kueleza siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Haleluya. Huu ni uwezo wa Mungu. Sasa Mungu yupo mahali hapa. Sisi sote inabidi tuamini kwamba Bwana ni mwokozi wetu, kwa sababu katoa mashetani kwa huyu kijana. Ndio naona. Mpaka sasa anaona. Kijana, unaona nini? Alafu mume wangu mimi
kuna vitu vingine nashindwa hata kukwambia. Dodo, mimi ni mpenzi wako sasa. Sawa, tunasitoshe tunaishi kama mke na mume. Sawa, unafikiria ukificha kitu utaenda kumwambia nani? Sawa, inabidi uniambie mimi. Sawa, mimi ndo msaada wako. Sawa, na mimi nikiwa na tatizo lazima nikwambie wewe. Sasa hivi siku za kujifungua zishakaribia. Alafu sina beseni wala matenge. Oh, haleluya. Mungu amembariki mpaka sasa kapona. Anapokuwa anainuka, manake sasa kashajua kwamba Bwana Yesu ndiye aliyemsaidia. Ndio. Sijui mnaelewa? Katika familia hii Mungu kashafika sasa, kamsaidia huyu mtu mpaka sasa amekaa. Matembele. Oh, haleluya. Jesus. Mungu mkubwa. Baba wa mbinguni, umetuambia katika vitabu vyako kwamba tukuamini na kweli tunakuamini. Leo unatenda miujiza yako mbele ya wajoli wako. Watakatifu wote waliopo duniani, sote tutaongea neno la Mungu. Haleluya. Amen. Kijana kapona. Kijana karudi kwenye hali yake. Sasa ndo anagundua kwamba yeye ni mchafu. Atasafishwa kwa maji na Roho, pia atasafishwa kwa damu ya kondoo. Damu ya kondoo itamsafisha kupitia mchungaji mimi. Maneno nayoongea mchungaji Kapoti ndio yatakayomsafisha kwa damu ya kondoo. Unakwenda huko nyumbani mwako? Nikutoe shaka mpenzi. Unajua mimi ni mwanaume najitambua. Sawa, halafu najua kitu gani nachokifanya. Sawa, nisipokujali mwanamke mzuri kama wewe nitamjali nani mwingine? Sawa. Kusema kweli nimeshaandaa mazingira yote nimeweka sawa. Kweli? Nilienda kwa yule sister Halima pale, nimelipia kila kitu. Tena nikutoe shaka kabisa, hata hela ya hospitali nimekamilisha. Asante. Katika vitabu vya Mungu vinasema ijapo dhambi zitakuwa nyekundu kama bendera, atazisafisha yeye na zitakuwa nyeupe kama theluji. Sasa huyu sasa dhambi zake kwa uwezo wa Mungu zinasafishwa na kuwa nyeupe kama theluji. Inuka. Mwinue mgonjwa. Kwa sababu huyu kaangaika. Ulimkuta kwenye hali mbaya au? Bwana asifiwe. Asante Yesu. Mpaka aliposikia Baba mtakatifu. Wakati na saa hii wana na binti zako tulikuwa tumeinatisha vitu vyetu hapa. Tunajua Baba tumekutenda dhambi kimawazo, kimaneno na kimatendo. Lakini Baba tunahitaji msamaha wako. Leo hii mtu wako anapokuwa anarudi katika hali yake, tunaomba tena akarudi katika mfumo ule ule aliokuwa anaenda nao. Akasali kwa ajili ya kutukuza wewe Bwana. Naomba na kushukuru katika jina lako. Amen. Amen. Poleni sana. Poleni sana. Mnaweza mkaenda mkamwogesha akavaa nguo zake zile zile alizokuwa anavaa, kwa sababu sasa kashatambua kwamba nyinyi ni ndugu na hawezi tena kuondoka, kwa sababu mkono wa Mungu umeshaingia mazingira yao na ametoa kutu zote na dhambi zote. Mchungaji, nashukuru sana. Asante sana. Nashukuru sana kwa huduma yako. Asante sana. Nashukuru sana. Mungu abariki sana. Tukushukuru sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Usahau ng'ombe wangu. Asante sana. Bwana Mungu, kwa nini unaacha watu wako wanateseka? Baba, ulisema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, nami nitapumzisha. Baba, naomba leo mpumzishe huyo mtu, kwa sababu kateseka, mwisho kalemewa na mizigo ya dhambi. Sasa anataka kupumzika. Matembele. Ngoja nikupeleke kidogo naomba. Pambio kidogo. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Tena kitu kingine tena ni kuambia mpenzi. Mwenyezi Mungu akijalia mtoto akizaliwa salama, akifikia umri fulani, nitapambana kadri ya uwezo wangu ili sitaki asome shule za kawaida ujue. Sasa nataka nimpeleke. Sawa, nitashukuru. Ndio naomba usiniache. Sikuachi. Kweli. Sawa, labda kama mnaji. Mama mwenye mkuu. Ndio tutatibu kwa sababu anasijua kaenda kumkoropoa mtoto huko tumboni. Ndio bwana. Bwana, mimi nashukuru sana kwa hicho ulichonifanyia katika familia yangu. Sijui hata nikulipe fadhila gani. Kila fadhila ambayo naiwaza kukupatia
Nahisi kama ni ndogo. Hapana. Sisi hii ni kama tunafanya huduma sehemu mbalimbali. Wala hatufanyi kwa pesa. Ila mimi nakuombea tu ubarikiwe. Amina, amina. Mimi. Sasa mchungaji, subiri kidogo. Sasa bwana, kuna hii kidogo utafanya kama nauli mchungaji. Hapana mtumishi wa Mungu. Mimi hii ninajitolea. Kwa sababu hiki kipaji nimepewa na Mungu. Mungu ndo aliyekusaidia wewe na sisi. Ubarikiwe sana. Mchungaji, usikate sadaka mchungaji. Hapana. Hapana, Mungu akubariki sana mtumishi. Mungu akubariki sana. Amina, amina. Nashukuru sana mchungaji. Nikikutazama mbona shtuka, jinsi ulivyoshona nyama sambusa na ulivyochanua kama maua, mzuri tabia mi unaniwa, amekufunza mama, ndio maana sijaona zaidi yako, na kama ni ujana nimefanya, ila nimezama kwako, katoto kazuri. Haya ndo mahabati. Unaona? Haya ndo mahabati. Soma sabati, magumu. Haya ndo mahabati. Hata tulisi ngwambia. Nizuru. Anacha nguvu yangu. Mtu kaanza kwenda kabisa kama pisi yangu mwenyewe. Pisi ndoto yangu. Ndio hii ndio yangu. Unaweza kusikia? Na bidi sio naenda nje. Huko nje ndugu yangu wanaweza kanibia ndugu yangu nikabaki na liali. Sitoke nje tena. Wewe kama ndani. Sasa kama nataka kwenda sokoni. Enda mimi mwenyewe. Una bwana? Enda mimi mwenyewe. Wewe usitoka. Na mimi wakiniibia na wewe mna kutoka nje. Walipenda mimi? Ndio. Mimi mtu mzima kafanya wali Wanakuchukua na kufungia ndani na mimi nafungia ndani sasa. Aika. Ulichosahau kwangu ni nini? Na kilichokuleta hapa ndani ni nini? Kwa nini? Unaniuliza hivyo? Unajisaulisha. Anyway, unanitambua kama nani? Ushakuwa shemeji yangu. Tena mke wa kaka. Bro wangu kipenzi. Kwa bro wako yeye ni nani? Naona kama unajisaulisha toka umekuja hapa unifanya kama unijui yani. Wewe pesa kama wewe watu wanajua sidiki ngani. Umeziona hizi mbele? Sio. Zinafunga pa. Zikifunga unipela nende nikasuka. Saluni. Hapo. Yeye saluni? Hapa. Sasa nitaenda kusuka hapo. Msusiaje mwenyewe hapa kufuata. Ela inakuwa mara mbili. Sawa. Na bosi wangu Yusuf. Matunda. Uliniambia nimezoea kula vya kunyonga, vya kuchinja siviwezi. Si ndio wewe? Haya, nimekuja kupata matatizo, umeniacha mtaani nimesambazika. Bro kanisaidia. Nimesimama tena. Afu unaniambia kwamba unanipenda Aika. Nyumba viatu vyangu. Nimefanya vitu vingi kwa ajili yako. Haijalishi. Yaani nimewajua waganga kwa sababu yako. Nimefanya vitu vingi kwa ajili yako. Na maana hili baya moja ndio linifutia mema yangu yote. Au nifanye nini mimi ndio ujue kama mimi nakupenda? Aika leo nakufahamu kipindi kile mwanangu sana. Mpenzi wangu. Mtu wangu wa karibu sio Aika huyu.
wewe sio wakuniacha mimi kusambazika mtaani vile. Wakati wa awali ulikuwa unanipatia pesa, msaada wa kipesa, unanisaidia mpaka uchawi, unanisaidia kwenda kwa mganga, unanitatulia matatizo yangu. Nimekuja kupata na tatizo la kuwa chizi mtaani na sambazika. Umesadini mapenzi, umeolewa. Tena mbaya zaidi, umeolewa na bro. Alafu tena sasa hivi nasema kwamba eti unanitambua kama mpenzi wako. Why? Wewe kisi nini? Suna nikisi hapa, hapo umefanya hivyo. Hivyo? Mungu wangu wewe. Sawa. Hivyo. Namna hiyo. Ndio kisi. Kijini siendi. Mungu mwingine kuna vitu vizuri, kuna kukisi, kuna nini? Mimi nasema kukisi ni chakula, chakula fulani kuna kukisi. Kukisi mtu unampiga busu hapa kama mimi nikupiga na wewe ukanipiga busu. Sasa mambo kwetu hayapo. Tukaka mambo usitoshoje kama tunamka asubuhi na kuamka unakutana mangengele kwa manyani ya kwa mahindi basi msao kukisi ile hayo hapo. Ndio maana kwa kufika kusema. Hapo uno. Ana wakifukuzwa. Nakaa hapa. Sora. So yeye mwenye alini toka. Sasa asa mimi ningejuaje kama ni kaka yako? Alafu nimefanya mambo mangapi kwa ajili yako? Nimeenda kwa waganga kwa ajili yako. Haijalishi. Mpaka pesa nilikuwa nakupatia. Yaani vitu vyote ulivyokuwa unahitaji nilikuwa nakupatia. Kwa hiyo maana hili baya moja ndio lifuta mema yangu yote. Kweli? Aika wewe ni mnafiki. Ni mnafiki. Kwa sababu eti ukisema kama unajua waganga kwa sababu yangu, mlishindwa kwenda kwa mganga kunisaidia mimi. Yaani mpaka nakuja kujua unajua wachungaji kunisaidia mimi. Ulivyoona mimi nipo mtaani ukasema hii ni fursa. Huyu hawezi kujuta katika ubora wake, unitelekeze. Mungu sio Asumani. Nishasimama. Afu sikuwa nani ambaye anasema tu nafasi nilikosa. Afu unakuja kupata taarifa zako, yani muda umeenda kabisa, kwa yani mambo yameshakuwa makubwa. Hivi nahisi ningekuwa najua mimi ningeweza kufanya hivyo. Kwa ustaarabu Aika, naomba tu utoe mguu wako hatua moja, baada ya hatua nyingine utoke nje. Na kwa heshima kama shemeji yangu. Wewe mwenyewe nahisi unajua kabisa kama mimi nakupenda. Ndio. Yaani ukiniacha nitakufa mzee. Nitakufa. Anyway, sawa. Kinachoniuma ushakuwa mke wa kaka. Bora hata ungekuwa mwanamke wa jirani, ningejua tunafanya. Kwa nini kaka yako utamwambia? Laika, ikitokea blaza akija kujua mchezo ninaofanya, atanichukia maisha yake yote na atajuta kunisaidia mimi. Na huyu mdogo wangu mimi namchukulia ndo kama baba kwangu. Kanirudisha duniani tena kwa mara nyingine. Mimi nishapotea. Yaani wewe kakako si mwanzi wala hisia naye sina. Tena sije kumpenda. Sina nielewa. Mimi nakupenda, upendo wangu bado uko pale pale. Usiniambie habari ya kakako. Mimi tena hata akijua mimi sijali. Ajue tu. Hapana Aika, usizungumze hivyo. Huyu ni ndugu kwangu. Akija kujua kwamba nimefanya hivyo mimi ataumia sana. Na hata utamani tena kuniona. Anaweza kanifanyia baya yote lile. So, sawa. Kuwa makini. Mambo tuzungumze baadaye. Bwana, hakuna kupenda, hakuna kupendwa, ni uongo. Mufati, kwani mapenzi unayaelewaje wewe? Nani? Yule mshikaji anamfanyia kazi. Vipi? Unajua tena
masiala kama siku ile. Mama. Wewe, na maana uko serious au? Basi stop. Hebu tuende ndani kwanza kwa sasa. Wasikuone nikamwite sister. Umeelewa? Twende ndani kwanza. Watu wasikuone. Jikaze basi mpenzi, jikaze. Na tutatibu. Basi. Na mimi nataka nione sasa. Sister, vipi sasa? Una pressure kaka? Sio pressure. Mimi nataka nijue mwenzangu anaendeleaje ndani. Anaendelea vizuri, tunashukuru Mungu. Amejifungua salama. Unamaanisha? Ongea mambo yametiki. Mtoto wa kike? Acha wewe. Wewe nikamuone kwanza.
Iko vipi? Mbona kama unaonekana una mawazo sana? Shida ni nini? Au wamekunyima chakula? Sio kawaida yako kabisa make. Huwa nikiongea iko najua unamalizia nini. Unataka mke wako wewe? Ndio. Nampenda. Unamwani sana? Unachanganya. Sasa ningekuwa kwamba simwamini angekaaje hapa ndani? Yaani nimempenda, nimemwamini na ndio maana tupo naye hapa. Nini maana hayo maswali yako yote? Mimi najua tu haukuwa na mada yote isipokuwa njaa. Ukaona sasa ukaona huna mbinu nyingine, ukaona mwenzio uko si mke wako unampenda. Wewe niambie kama kuna shida njaa au kama unataka ukale manyama huko nje, wewe tu. Nikupe pesa uende ukatumie. Au shemeji yangu kishaanza kuleta ukorofi kidogo. Na kuonea huruma sana, unateseka. Na hizo ni mapenzi tu ndio yanayokutesa. Ila hii ina shida, mimi nitaongea naye atakaa vizuri. Acha mimi nikapumzike kidogo. Kesho tutaongea au sio? Iko mimi. Leo kanikazia. Anania mimi au wewe? Afu jamani, boss wewe. Kijijini maswali. Nakutana na nimekuta. Iko mimi fanya zangu ndani. Karibu. Mrs. Makanzu. Umefikaje ndani mwangu? Nimefika tu, unataka nifikaje? Unaweza kuniambia umefuata nini hapa ndani? Ajabu kunikuta. Kwa hiyo ushaona ni vitingu ulivyonifanyia toka awali havitoshi. Mama kuja chumbani kwangu nigombanisha na mume wako, si ndio? Si ndio maana yako hii? Basi kama ni uchonganishi, wewe ndio wa kwanza kuleta uchonganishi huko ndani. Hapa nimekuja tu kukwambia nimekuona ulichokuwa unafanya na mwanamke wa shemeji. Mrs. Makanzu. Umechanganyikiwa? Wewe umepagawa? Kwa mimi taila. Inawezekana vipi nitoke na mke wa kakaangu? Kwaona mimi nakuongopea. Naanzaje kwa mfano? Sasa mpaka nikuongopea labda kwa kipi? Bwana nyamaza kimya. Usininyamazishe kwa sababu ushahidi ninao. Tena usininyamazishe na usininyoshe kidole. Si unanielewa? Sio hujafanya. Wewe unakataa? Subiri nikuonyeshe. Inawezekana kama sio wewe. Una hapa, kwani hapa uone? Hapo, kwani hapa uone? Nani huyo? Tena sio moja. Umeona? Nani huyo? Taima sana. So wewe. Anyway, hizo picha alipiga nani? Usitaki kujua nani kaka. Sisi wewe. Shemeji, basi mimi nikuomba kitu. Nipo chini ya miguu yako. Usije ukatuma sehemu yote hizo picha na usimuonyeshe mtu yote. Uko tayari kufanya unacho yani ambacho mimi nataka? Ya, nipo tayari. Unataka nifanye kazi gani?
Kwa hivyo ujui mimi mtoto wa kike nikiingia ndani kwa mwanaume natafuta nini? Au nataka nini? Nieleze. Kama ulivyokuwa unafanya na mwanamke wa shemeji mwenye ndani. Tena sasa hivi. Hicho tu. Yaani hapo ukikata hizi picha akirudi na tafuta. Tukishamaliza nafuta mbele yako. Kataa uone hizi picha nenda kumuonyesha. Sawa. Ndio bwana Matembele. Basi sio kawaida yako. Kunijia chumbani bila appointment. Ni kweli sio kawaida yangu, lakini unajua toka upate tatizo lile nimekuwa ni mtu kujali kwa kila wakati, kwa sababu lazima nijue maendeleo yako, unaendeleaje. Pale ninapopata nafasi lazima nije nikuone ndugu yangu. Bina, ninashukuru sana brother yangu. Hakika ni mtu ambaye uliyesimama kunipambania mimi. Sio baba, sio mama, wala sio familia yangu ambayo nimezaliwa nao tumbo moja. Kumbuka hata siku nilikwambia undugu sio kushare majina ya ukoo, ila undugu ni kusaidiana wakati wa matatizo kama hivi. Basi usijali kuhusiana na hilo, kwa sababu kujaliana ndio wajibu wa ndugu wanayependana. Kwa hiyo hilo ndo shaka. Lakini mimi nimekuja hapa leo na jambo jipya kidogo. Pale ofisini kuna nafasi moja imebakia ya wazi ambayo nilikuwa napendekeza wewe ukaishike ile nafasi, yaani ufanye kazi pale, ambayo nimeona wewe inakufaa ungeingia kazini na kuliko kukaa ndani tu kushinda unaboreka hivi. Mungu ndo anayejua blaza, atakulipa. Mimi nashukuru kusikia hivyo pia, na nipo tayari kuanzia wakati huu. Mimi sijui nikushukuru vipi tu. Binafsi mimi nakutizama sasa hivi kama baba, mama kwangu, mtu ambaye ulinisimamia kila wakati. Nilikuwa mtu ambaye kila jamii kunanishangaa kila sehemu nikipita, so mimi nakushukuru. Matembele. Asante sana. Siku zote nilikuwa natamani nipate kazi. Cha kuahidi nitafanya kazi kadri ya uwezo wangu. Sawa. Iko vizuri, lakini kitu kikubwa ofisini pale naomba uwe tu kawaida. Nikisema kawaida sio kwamba kwa sababu mimi ndugu yako ofisini na imiliki mimi basi ndio uwe juu ya watu wote. Kuwa na adabu, kuwa na heshima na kila mtu. Mtoto, mzee, utafanya kazi vizuri na utakuwa na maisha yako utajitegemea ndugu yangu. Mimi leo nikutoe wasiwasi. Mimi sio mtu wa majivuno, mimi sipo hivyo. Sitakuangusha blaza. Maisha yetu ndio yale tu. Tulikotokea unajua. Sio wakishua. Hizi ni neema za Mwenyezi Mungu, na kuahidi pia sitakuangusha. Basi sawa. Utaratibu wa ofisi nitaufuata. Nashukuru kusikia hivyo. Basi acha mimi kidogo nikapumzike. Tutaongea vizuri baadaye. Matembele. Hii ni nini?
Hicho nilinunua tu, nilinunua dukani kwa ajili ya matumizi ya kwangu mimi binafsi, kwa ajili ya kusetia nywele zangu, kufunga nikijisikia. Sasa unajua nywele hizo kufunga hii? Nilinunua tu kama emergency. Cha kike. Ulinunua emergency kufanyia nini? Ulifanyia kazi gani? Unanifanya mimi sina akili nzuri eh? Yaani unataka kuniambia mwanamke wa makanzu ndio unaishi naye wewe sasa hivi? Sio kweli bwana. Aliingia tu ndani mara moja kuja kunisalimia. Nahisi katika heka zake za kujishika labda kakiacha kwa bahati mbaya. Usinifikirie hivyo bwana. Hivi mimi nikuletee maji hapa, alafu niweke hichi sikioni, nione kama kitadondoka kiurahisi hivi. Wanafanya mtoto mdogo? Hapana kwanza. Sasa haina shida, wewe ni ndugu yangu, lakini kwa hicho unachokifanya mambo yajirekebishe. Leo nimekuta mimi, je, inakuwaje akikuta makanzu au mkaufanya wewe ujinga wenu makanzu wakawaona, na mimi atanichukuliaje kama ni ndugu yake? Kwa nakuomba jirekebishe. Sijapenda hiyo tabia. Unaelewa basi? Sitaki uchafu hapa nyumbani kwangu. Unanielewa? Sawa bila. Sihitaji jirudie tena hii tabia. Umenielewa? Jinga wewe. Siwezi kuacha kama kuilamba, kama kuing'ata, kama kwenye makochi ama kwenye kitanda, wenye unanipa ndo vinanibamba. Naona mwenyewe unaimba. Ndio kazi msema. Ya, mimi nawahi kazini, sitachelewa kurudi. Ya, nataka niwahi kazini, nimechelewa sana. Unajua kuwahi. Kila siku kwa direct mtoto. Nashukuru. Sawa shemeji, nitakutumia simu. Siite shemeji. Oh. Okay, samahani. I'm sorry. Acha niwe kazini hapo zetu au. Mimi si siwezi. Sitosha. Ndio. Sawa. Mbona mpaka sasa hivi hujaenda kazini? Tumemo ikatika bwana nyosha nguo. Sasa nikaona kwenda kazini nguo nipende sio vizuri. Kwani nguo unayo hii moja? Mavazi mimi nimefua. Sasa mimi nilikuwa natarajia sasa utawahi kule kazini. Na nilishakwambia kwamba leo kazini mimi sitodamka. Inabidi uwahi wewe kwa sababu kuna watu kule wapokee. Unafanya nini? Yeah. Ila samani kwa sababu nimekosea. Hii ni nini? Hii ni dawa kwa ajili ya chunusi wale wanapaka, kuna viperoga vinanitoka toka. Dawa chunusi? Huyo mtu anaye kazi mbona muongelesha mnenda bana. Kwani vipi? Una njaa au? Za safari? Mbona hivi? Una njaa?
Hivi kwani kuna kitu gani nilichomkosea Mwenyezi Mungu? Mbona kila siku mikosi, kila siku balaa? Nimepambana na hali ya umaskini kijijini. Leo nimekuja kupata pesa, lakini nahisi hata hizi pesa zangu hazina maana tena. Nahisi kuna kitu kinaendelea kati ya Haika na Matembele. Ee Mwenyezi Mungu, unipunguzie majaribu. Sasa mwana mmekaa hapa tunakuja sana wazo sana mtu. Yaani sijisikii vizuri. Sina umwa. Sasa kama unaumwa, sikukae ndani ukapumzike ndugu yangu. Hapa nje kuna baridi sana. Ndani nimekaa. Lakini nahisi joto ndio maana nimekuja kwenye upepo kidogo. Tuko kwa ndani yangu. Wewe, kama ni ndani. Bwana, wewe ni ndugu yangu na ndugu wetu haujaanza leo wala jana. Kwa hivyo najua nimekuita usiku huu, nimewakatisha usingizi wenu. Lakini jambo hili ni muhimu kuliko hata huo usingizi. Yaani nitakuwa mchoyo wa fadhila au nitakuwa mtu wa ajabu sana nikiendelea kuuficha huu ukweli. Shanza mambo yako. Shapendeza ndugu yangu shana nini? Au shati yako hii? Nikuvoesa hivi. Hamna. Si tisha na mshati wako kwa mgangu. Au ni adongo sana pendeza kwa nini hii mnafuniki ongea nani point bwana. Ipo na baby wangu hapo mtuma moja. Kiukweli shemeji amebadilika. Tena ameharibika. Ameharibikaje? Kiukweli Matembele ni ndugu yangu. Na wewe ni ndugu yangu. Ndio. Ila kwa kitu ambacho kinaendelea pamoja na huyo sijapenda. Unasemaje? Shemeji amebadilika sana na mfumo ambao anaenda nao itakuwa ni hatari hapa ndani. Bwana Ewan, huu nimemfuma zaidi ya mara 2 akiwepo chumbani kwa mdogo wangu. Wewe utakuwa unakufa macho. Sio huyu. Ni shemeji yangu mimi. Mko hapo wewe. Umeshamfuma hizi? Unakuwa siku ile kwambia, ndio kuweza kwa je. Unapenda mke wako? Ukasemaje? Nampenda sana. Kwa hiyo ndio njanja zangu. Sijala. Hilo nalijua kitambo sana. Unasema? Hilo nalijua kitambo sana. Ila nimekuita hapa tuanze na huyu mpuuzi huyu. Mwenye koma. Alafu nije na huyo Matembele. Ambaye hajielewi. Sio kama msingizia. Huyo amekuletea nani? Sio naongea nini basi kwa ile? Utanielewa, utanielewa. Nimsingizia kwa lipi huyo? Ila uchafu ndani ya nyumba yangu siwezi nikakubaliana na hicho kitu. Na kuacha ufanye maamuzi sahihi. Na nikirudi hapa nikute umefanya maamuzi ambayo yaliyokuwa sahihi. Mizimu ya Kibondo, mizimu ya Kasuru, mizimu ya Buhigwe. Leo na wa mtu. Mungu usifanye hivyo, nisikilize kwanza. Mcheki mkomwe wake. Ondoka. Naomba
naomba unisikilize, mimi nakwambia ukweli. Nafumba macho. Amna mume wangu. Mimi sio mume wako wewe. Nisikilize kwanza, nisikilize, mimi nakwambia ukweli, acha Mungu. Sina kusikiliza, sina kusikiliza. Nisikilize basi nijue. Usinifanyie hivyo. Yaani kama hujawahi kuona simba yule akiwa anamnyafua nyama zake, hasa utaona mfano kupitia wewe mwenyewe. Onaga. Nisikilize kwanza, usinifukuze kwanza, ngoja kwanza unisikilize. Nakwambia ukweli. Nakwambia ukweli. Wewe. Ndio, lakini naomba kwanza unisamehe. Naomba unisamehe. Ondoka. Mungu, usinifukuze, mimi nakwambia ukweli. Nisikilize kwanza. Nisikilize. Nisikilize kwanza. Nakwambia ukweli. Kweli mimi nakwambia ukweli, naomba usinifukuze. Sasa mimi nitaenda kuishi wapi? Naomba kwanza unisikilize, usinifukuze, nakuomba. Ondoka. Laika, binafsi yangu mimi nakuita fundi nguli, mtaalamu wa mapenzi. Unakata viuno, kasamba roketo. Mapenzi yako kila siku yanazidi kuwa matamu. Kila kukicha unazidi kuwa tu mtamu, mpenzi wangu. Unajua kumdatisha mwanaume. Nashindwa sijui kusifia maneno gani baba anachozungumza ni ukweli. Hakika wewe ndio kila kitu kwangu. Ila kuna kitu kimoja kinaninyima amani sana. Kitu gani? Nakosa uhuru wa kutumia. Nabaki kujiiba tu. Kuna muda natamani nikukamie. Nakosa muda. Nakupenda sana mpenzi wangu. Hilo ishi nalo. Nakupenda pia. Lakini sasa unajua mimi mwenyewe ni mapenzi ya kibebe nisiyapendi. Mimi nimechoka kama wewe. Alafu sasa na kikwazo kikubwa ni kaka. Hivi unaona ni sawa hivi? Mimi hata sielewi. Laika, usichoke kwa sababu hapa tuko kwa plaza. Sawa. Kama tuko kwa brother yako, ina maana yeye akiwa hayupo tusindio tunakosa. Sawa, si ndio kama hivi katoka hayupo, tuko pamoja. Kusafiri tunakuwa pamoja. Ila tuwe makini. Sasa tutafanya nini ili mimi nataka kwenye maisha yetu usiwepo kabisa. Baki mimi na wewe. Ikiwezekana ni dunia nzima watu wote wafe, tubaki wawili tu. Mimi pia sielewi kama wewe Aika. Wazo lako kubwa ni nini hasa unachofikiria mpaka sasa? Basi ikiwezekana wewe tufanye kitu chochote tu ili aondoke mbali na maisha yetu, tubaki wenyewe tu. Sasa ataondokaje? Tayari ndio ashakuwa na vyake. Mtu ana vingi, ana pesa na kila kitu. Unamtoaje? Inawezekana tukamtumia hata majambazi. Piga hata pastori huko. Hilo hapana. Uchunguzi ukija kugundulika tutauzia jela. Tumekea hata sumu basi. Sumu hapo. Vipimo vijulikana tutaumbuka. Aya, unamaanisha nini kumbe? Ninachomaanisha mimi kakako simtaki, kwenye maisha yangu simtaki kabisa. Wazo lako kubwa. Kiwezekana hata tumrudi tukutane mbali. Tumrudi? Sasa nini sasa unaona akija hapa mimi amani nakosa.
Yaani kwanza ndo kama usiku nimelala naye, lakini usiku usingizi sina, ninaboreka. Yaani hisia na sina. Kwa mfano, tukamfanya kama jinsi nilivyokuwa mimi. Akija kupona, unahisi sitakuwa katika wakati gani? Tumuue. Asa maana ndio hivyo anaweza kupata sana kama wewe akapona. Yaani kikubwa kwa issue afya. Kwa nini usimwache tu mdogo? Nimevumilia, nimeshindwa sasa ninaona yeye inazidi kuwa mbaya. Yaani umwache, uachane naye kidogo, mapenzi upunguze. Tutaenda kukaa wapi? Tunaenda kukaa kwenye nyumba yako. Kwani kuna shida gani? Nyumba sipo, nyumba nayo. Shida sio nyumba, yaani kwanza jamii pia haiwezi katufikiria yaani vizuri. Bora hata yule akifa watu wanaweza kusema hata umenilisi mimi. Mapenzi yao si hapo ya kulisiana sasa. Umuua anapo mimi nafsi na nisuta. Asa unastafanya na unipende. Anyway, mimi nakupenda. Na huu mchezo mimi nakuachia wewe. Fanya unavyojua tu. Sawa? Kikubwa mimi niwe na nafasi kwako. Najibanabana mpenzi wangu, lakini hata Mungu mwenyewe shahidi, Aika, mimi mapenzi na wewe nimeanza kabla hata Ebo hajakujua. Tumetoka mbali sweetie. Lakini akiwa hai yule mwenyewe pia atatusumbua sisi. Au nadhani atakaa kimya. Kweli, pointi yako nao ni pointi nzuri. Ila sasa namna ya kumpoteza, nataka nikuachie wewe, ndo unayeweza bwana hayo mambo. Unashindaje na mtihani mdogo kama huo? Kuna rafiki yangu hivi ananiambia kuna mganga wa Mwanza huko milimani. Bora hata tuende kwa wewe nahisi. Yaani nahisi tukimloga itakuwa sawa. Yaani kwa hili Mungu atamsamehe. Hata huko ndani unavyoviona vyote vitakuwa chini yako wewe na mimi. Huyu rafiki yake uchizi tu linalotembea na makanzu hivyo. Wewe mtu gani bwana linatembea kaja roketi ile bwana lile. Jamani. Kat tena vile. Sawa. Mimi nakuachia wewe. Haina shida, sasa mimi nifanye haraka kabla yeye mwenyewe hajarudi. Mimi nakuachia wewe pia. Sawa, mimi nataka kila siku. Basi hata unapopata nafasi kama hivyo unavyomwona kajisahau, jipinye njoo kwangu. Hata chapu na nipo matoka zako. Sina maana nimekuja leo nimekumbuka. Leo usikasafiri ndio unajua utawala. Ndio hivyo nahisi kidogo toka na amani. Nakuhitaji mpenzi wangu Aika. Fundi cha utundu, cha kudeka, mwenye sura ya malingo, unajua mapenzi, unajua kunienjoy, unajua kumchezea mwanaume. Sijui ulifundishwa na nani? Miaka umri wako aishi miaka 100. Mtoto mwembamba una tabaya. Ndio maana kila siku nasema wanawake mbamba moja kwa moja mbinguni. Tiketi zenu zimeshakata toka mapema. Hivyo unajua nakupenda? Najua. Hata nikitoka nikienda mitaani, nikikumisi tu, basi nimerudi. Hata kama nilikuwa naelekea wapi, kuna muda natembea njiani naongea mwenyewe kwa sababu ya Aika. Na sikwambie mtu penzi la kuiba tamu. Tena tamu haswa kama la siku ile bafu niliponipatia.
Ayo bisa. Nini sasa nini mwalimu na wewe? Nini tatizo? Mama tuna. Sasa nini? Wangu wewe na wewe wewe. Ndio wewe. Nini tatizo ndio wewe nini? Sasa mbona kaba? Oh tuna. Matunda nini? Oh tuna. Matunda. 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 Tafuye. Akuka. Matunda. Si kafu. Matunda. Matunda. Si ndugu yangu. Mademu ni kuna hapa wapi? Wewe wenye komu unapata wapi? Matunda. 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 Sio kama kufa. Mungu wangu wewe, mwenye. Matunda. 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 Ndio wala Mungu wangu. Mungu wangu. Matunda nakufa vipi? Si bado mademu ni makubwa. Oh, unapatikana hivi Mungu wangu wewe. Matunda. 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 Nitakosa mademu magari makubwa matunda usife. Binamu wangu, nilidhani mapenzi hayana mipaka ya damu, lakini kumbe moyo una dawa zake.